Ninaona unajua nikifanya hivi namaanisha kuyumba, panda shuka, panda shuka. Umekuwa unapambana na hiyo hali ya kupanda na kushuka, yani hausimami kufanikisha mambo yako. Lakini hii hali ni ya asili kutoka katika ukoo au familia. Watu wakifika umri fulani wanafanikiwa, alafu wakifika eji fulani, umri wa kwenda kuwa watu wazima, wanapitia changamoto ngumu sana za kiuchumi. Na ukienda kufanya research, chokochoko zinaanza kwenye ndoa. Unakuta mke anakuwa na tabia ya ubishi, yani mtumie lugha hiyo tu, chokochoko, utaweza kuelewa. Lakini mambo yanaanza hapo, unakuta utulivu unakosekana na mambo yanakwenda yalivyo. Kwa hiyo kuna asili kwenu ya watu au wanaume kufilisika ukubwani na kumaliza katika maumivu makubwa sana, familia zikiwa zimesambaratika. Mungu ameniambia, inawezekana pengine sio shida iliyokuleta hapa, lakini hiyo shida ndio chanzo cha matatizo yote ulionayo. Nachotakiwa kufanya mimi ni kuvunja ile laana, ili kwa muda uliobakiza kuishi upate mpenyo, uweze sasa kuanza kustawisha. Kwa sababu naona kama shamba lina mimea, ndo nilikopata huu nabii maono. Mimea ile inakuwa, kifika wakati wa kuivisha izae matunda, inaanza kunyauka. Ndio Mungu ameniambia kuna asili katika maisha yenu ya ukoo, watu wanastawi wakiwa kwenye lika fulani, na baada ya kufikia level ya kuanza kumiliki sasa, uweze kupanua uchumi na nini, mambo yanakuwa magumu. Lakini namuona mwanamke kwenye lile shamba, na Mungu ananiambia milango ya adui inaingiliaga kwenye ndoa. Yes, hakika yeye ni nabii. Ndio, yote uyasemayo ni ya kweli. Amen. Labda ajitambulishe mwenyewe na atoe ushuhuda mwenyewe. Karibu baba. Mimi naitwa Tungu Nkai, natokea Mkundi Mwisho hapa Morogoro. Ndio. Uliotabiri nabii ni ya kweli. Hao ya kweli yanatokea. Pole. Asante sana. Na swala mwanamke ulilosema ni la kweli. Likoje hilo wanawake, kwa sababu ni jambo la familia huko? La familia, kama mwanamke ulivyofafanua hivyo. Malumbano yapo kweli. Basi Mungu amesikia kilio chako.